Kwanza swali lako nilirekebishe kidogo. Ukitufananisha na UVCCM utatukosea sana. Utatukosea sana. Ukitufananisha nao in terms ya vitu vingine kuwa sehemu ya chama kinachounda serikali, no matter ni serikali ya aina gani, tutakubali. Lakini kwenye swala hilo unabidi ututofautishe sana. Kwa sababu moja tu ya msingi kabisa. Nimekwambieni kama ambavyo nimekuwa nikisema mwanzo. Sisi msingi wa kila kitu kwenye chama umetoka ibara ya 3. Je, maoni binafsi ya Heche kwa mfano, makamu mwenyekiti wa chama bara, yanaendana na ya wananchi kwa akili zetu na msimamo na uchambuzi wetu na measure zetu kama chama? Kama hivyo ndivyo, kwa nini tupinge? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, anachokisema makamu mwenyekiti Heche, wananchi kwanza, sio tu kwetu Bavicha, hapo pale kwenye peji yake au sehemu yoyote atakapokuwa pale atakapokisemea, response ataanza kuiona kwenye majibu ya comments za chini kwenye sehemu yake. Maana yake ni nini? Sisi tunaamini kwamba wewe toa maoni yako unavyoweza kutoa, lakini yasiondoe haki za watu ambao ni wananchi. Tumesema kwenye katiba yetu hawa ndo watakuwa msingi wa kila kitu. Kwa hiyo inawezekana tukashindwa kutofautiana na John Heche kwa sababu anachokizungumza kina mapokeo kwa wananchi ambao sisi tumejisenta kwao. Na ukitaka kugundua hilo, siku moja aongee tofauti na wananchi wanavyowaza, kabla hata mimi Dua kuniona, utaona wananchi reaction yake. Chama kimefikia huko, tunafanya kitu, unawezekana ukawa unataka kufanya kitu fulani wewe kwa mapenzi yako kama binadamu, lakini wananchi wanataka hivi, na hiyo ndo nzuri, njia ya kujiconfine kwenye taasisi. Lakini sio hilo tu, mimi na mwenyekiti wa Bavicha ni wawakilishi wa vijana kwenye kamati kuu ya chama. Sasa huwezi kupiga video au picha ya kamati kuu ya chama ukaleta kwamba njoo uone tulivyomshikilia fulani, tunavyosimamia jambo fulani, lakini jambo la tunavyombananisha mtu fulani ili tutoke na msimamo mmoja. Na ndio maana nikakwambia muite UVCCM yote aje hapa aseme kwamba chama kingesema kinaenda kushiriki uchaguzi, sisi tungekataa kwa msimamo huo, na kiseme hivyo kwa wazi hapa kwenye vyombo vya habari kama hivi. Mwingine na hapa tu, sio hapa tu, huo uchawa ungeshanisikia hapa. Ndio nimemtaja Heche kwa mara ya kwanza toka nimefika hapa. Ila angekuwa CCM kila muda Daktari Samia Suluhu Hassan, daktari nini, kila muda daktari. Kwa nini sisi hatuwezi kuwa chawa? Na tumeenda pale kwa sababu sio tumeshindwa kuwa CCM, sio kwamba CCM ni kuna watu ambao sisi we cannot compete with them. Sio kweli. Tuko Chadema kwa sababu tunaamini tuna freelance, yani tunaweza kuexcel kwenye mind zetu. Ukichukulia mfano tu niliokupa mfano, angefika kijana wa CCM muda nilokaa hapa, angesha mtaja rais au mwenyekiti wa chama chake mara 8 au mara 20 hapa. Mimi nimemtaja sasa hivi baada ya kuniuliza swali. Kwa hiyo sitegemei aonekane nimemcompliment kwenye kipindi eti ndo anione ni kijana wake wa msingi. Anapaswa anione ni kijana wa msingi kwenye wingi ya chama ya vijana, kwa sababu naweza kudrive agenda za chama, naweza kudrive agenda za secretariat ya chama, naweza nikadrive agenda za kamati kuu ya chama, naweza nikadrive agenda za wananchi na wanachama. Hiyo ndio itamfanya ya compliment kwangu. Lakini outside there sisi hatu entertain hivyo vitu. Tumalize kwa haraka sana hili. Leo mnapata nafasi ya kukamata dola ndani ya zile siku 100. Hatua gani ya kiutawala na sheria mtaichukua mara moja? Sasa sijajua tukipata dola kipindi hivi katiba iko hivi au tukiwa kwa na katiba mpya. Kama tunapata nchi ikiwa hivi, kitu cha kwanza ni katiba mpya. Sisi tushasema hiyo. Katiba mpya tutasenta kwenye masuala. Hatuto na bahati mbaya nimeisema mwanzo hapa. Pengine inawezekana maswali mengi mmeniuliza, lakini kuna nukta nilishaigusia kwamba sisi tutabadilisha katiba. Tutazipa mihimili mahakama nguvu, tutaipa bunge nguvu. Rais tutamuondolea imperial president's position ile kwake, ili kuruhusu binadamu wake watu wauone. Kwa sababu nchi hii tunaona hapa nilipo na mapungufu kibao na changamoto kibao, lakini kesho kwa katiba hii nikiwa rais wa nchi wote hapa, mimi akili zenu zote ninazo mimi. Yaani mimi ndo naweza nikawaza kuliko nyie, mimi ndo naweza nikafanya nini. Sasa tuondoe hilo, tutatengeneza hilo. Na hilo ni la haraka iwezekanavyo. Na hatutoacha kufanyia kazi hilo jambo. Tutaanza na sehemu hizi za kisiasa. Kwa sababu gani?
Hizi ndo shida ya maeneo mengine. Yaani hauwezi kusimamia rasilimali za taifa kama una viongozi ambao alishinda Wilberforce akawekwa dua. Huwezi kusimamia rasilimali za taifa. Kwa hiyo huo ndo msingi. Katiba mpya ni kipaumbele chetu. Na sisi kwenye uongozi wetu hatuta entertain vyama vya siasa kukaa mifukoni mwa mtu. Yaani kwamba mtu anaweza yani chama cha siasa kikaamua kikanyage labda haki za watu fulani kwa sababu ya kitu fulani, au chama cha siasa kikawa kinahofia kufanya shughuli zake, eti kinahofia kitafungiwa, sio kitafanyaje. Ikiwa hivyo, mimi hapa nitakuwa mtu wa kwanza kusema hii sio demokrasia nilikuwa naijua. Na bahati mbaya zaidi siamini sana kwenye kuongea ili kesho kutwa. Kwa hiyo inawezekana nikafanya decision ambayo ni a very normal decision kwamba hichi hatukukipigania. Lakini kwa nini naamini hivyo? Naamini kwa misingi nilivyoiona muda unaokuwa mimi kwenye chama. Labda niwaambie kitu kimoja. Nimeanza kuwa mwenyekiti wa kata. Nimeanza kuwa afisa habari wa Chaso, mtandao wa vyuo vikuu wa wanafunzi hapa mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuwa afisa habari. Nimeona mienendo ya Chadema, nimekuwa naangalia. Nikiwa tu Chaso, yani engagement wanayo tu engage. Chama kinavyo tu engage. Unapata sense ya kujua kwamba kabisa hichi chama kiko serious na hawa watu na kiko serious na taifa. Sio hilo tu. Nilipotoka pale mimi nimekuwa afisa habari, sikuwaza mimi nimekwenda kuwa mwenyekiti wa chama wa kata, ambao niliambiwa ni watu wanasema tunaomba tusaidie kupush hapa, bila mimi kusema nataka kugombea kwenye kata ya Gongo la Mboto. Nikawa mwenyekiti wa chama, nikasimamia uchaguzi wa serikali ya mtaa ule kwa nguvu moja. Nikaona kila mmoja anapo participate kwenye chama, tunaweka mawakala hapa. Sasa hivi ninapokuambia, ningeandika kwenye group moja wapo kwenye chama nikasema naenda Jambo TV ila sina nauli, simu yangu ingejaa hela za kunipeleka hapa Jambo. Imagine commitment ya hawa watu ilivyokuwa. Kwa hiyo nimekuja kuwa katibu mkuu wa Bavicha sasa hivi, bado naiona spirit ile ya wanachama kwenye chama chetu ambavyo ipo. Kwa hiyo hii ahadi ya tukipewa nchi yani na wananchi, kesho tutaanza na katiba mpya. Tutaanza kujinyang'anya madaraka kwanza kabla ya kufanya kitu kingine chochote. Na huo ndio utakuwa uzalendo mkubwa kwa taifa, ili tuweze kutoka hapa tulipo tuende mbele kwa salama na salimia.